Bwana, kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba goalkeeper wa Young Africans Djigui Diarra ataondoka Yanga mwishoni mwa msimu huu. Huenda akatimkia klabu ya FAR Rabat ya pale nchini Morocco, na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba tayari mazungumzo ya awali yameanza kufanyika kati ya FAR Rabat na wawakilishi wa Djigui Diarra, kwa maana ya management ambayo inamsimamia. Na huyu ni mchezaji ambaye amehudumu Yanga kwa muda mrefu, lakini msimu huu haipo kwenye kiwango bora by the way, na hata msimu uliopita pia hakuwa kwenye kiwango kizuri, pamoja na kwamba Yanga walifanikiwa kwenda kutoa taji la ligi kuu, lakini hakuwa kwenye kiwango kizuri, na ndio maana msimu uliopita pia alidhidiwa hata clean sheet na Lei Matampi wa Coastal Union, goalkeeper mzee kabisa ambaye tayari alikuwa anaelekea mwishoni mwa career yake, lakini aliweza kufanya vizuri kuliko goalkeeper wa Young Africans Djigui Diarra ambaye alikuwa bora sana kwenye miaka mitatu iliyopita, lakini unaona kwa msimu huu uliopita na msimu huu hakuwa kwenye ule ubora ambao alianza nao akiwa na Coastal Young Africans, na ndio maana anatajwa pia kuondoka. Sasa kuondoka kwake sio tu mipango ya kwake yeye mwenyewe, lakini inaelezwa kwamba ni mipango pia ya ambayo kuanza msimu uliopita kwenye Coastal Young Africans. Inaelezwa kwamba alihitaji kuondoka, hakuhitaji kusaini mkataba mpya, lakini mwisho wa siku viongozi walihitaji kubaki naye, lakini aliwaambia kwamba mwishoni mwa msimu huu anataka kuondoka, na ndio maana Young Africans walienda kumsajili goalkeeper mmoja anaitwa Amas Abasogi, ambaye baada ya kumsajili alienda kucheza Singida Black Stars. Na kama unakumbuka dirisha dogo Singida walimtambulisha huyo goalkeeper kwamba wamemsajili goalkeeper Amas Abasogi kwa makubaliano na Yanga, kama unakumbuka alipost kwenye Instagram yao. Lakini ile ilikuwa ni yule goalkeeper ambaye anaenda kucheza Yanga msimu huu, anaenda kucheza Yanga msimu unaokuja, kumradhi sio msimu, anaenda kujiunga na Yanga msimu unaokuja, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa sana Djigui Diarra akaondoka Young Africans na kwenda kutafuta changamoto nyingine, na Amas Abasogi atatoka Singida sasa ataenda kujiunga na Young Africans. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Djigui Diarra amepata ofa kubwa kutoka FAR Rabat, lakini pia yeye mwenyewe kuna namna pia anataka kubadilisha mazingira, yani hataki kuendelea kuwepo kwenye ardhi ya Tanzania, pamoja na kwamba hana ugomvi wote na viongozi wa Yanga, lakini yeye mwenyewe tu anataka kuondoka kwenda kubadilisha mazingira na kutafuta changamoto sehemu zingine, kitu ambacho mara nyingi huwa kinatokea kwa wachezaji. Yani sometimes inatokea tu mchezaji hataki kukaa kwenye mazingira fulani, anataka kwenda kucheza kwenye mazingira fulani, na ndio kitu ambacho kipo. Kwa hiyo Djigui Diarra kuna uwezekano mkubwa akaondoka, na asilimia za kubaki ni ndogo sana, kwa sababu ukitazama hata performance yake ina reflect kwamba ni mchezaji ambaye anahitaji kweli kubadilisha mazingira, yani hajaa kwenye ule ubora ambao alikuwa nao, na ndio maana Yanga wameamua kwenda front kumtafuta Amas Abasogi ambaye aliingia tangu dirisha dogo Tanzania na yuko Singida pale anacheza. Djigui Diarra amekuwa goalkeeper bora kwa misimu miwili, kwa maana msimu wa 2021-22 lakini pia 22-23 alikuwa goalkeeper bora. 23-24 hakufanikiwa kuwa goalkeeper bora, na goalkeeper bora alikuwa ni Lei Matampi. Maana yake kwa misimu miwili amekuwa goalkeeper bora kwenye ardhi ya Tanzania na amefanya vizuri sana. Msimu wa 2013-14, 2023-24 goalkeeper bora alikuwa ni Lei Matampi, lakini 24-25 obviously goalkeeper bora atakuwa ni Musa Pimpi Kamara. Yani hakuna namna kwa anaweza katokea goalkeeper mwingine akaja kuchukua, kwa sababu mpaka hivi sasa yeye ndo anaongoza kwa clean sheet. Labda itokea hapo katikati kwenye game ambazo zitaendelea kuchezwa afanye vibaya, lakini kama ataendelea kufanya vizuri na kikosi chake cha Simba, naamini kwamba Musa Pimpi Kamara ndo ambaye anaweza kwenda kutoa tuzo ya goalkeeper bora wa msimu huu. Lakini kwa Djigui Diarra performance yake ya msimu uliopita kulikana na msimu bado unaona kuna vitu vingi ambavyo viko sawa. Amas Abasogi ni miongoni mwa goalkeeper ambao wanatajwa, lakini ambao ni goalkeeper wa Young Africans. Lakini pia kwa namna ambavyo pia naitazama Yanga, nadhani pia kuna haja ya kumpata goalkeeper kama Aishi Manula ambaye mwishoni mwa msimu by the way ataondoka Simba, na kuondoka kwa Simba manake ni fursa kwa Yanga ambao wanaweza kumpata kama free agents, wanaweza kumchukua na wakaendelea kuboresha kikosi chao, kwa sababu sometimes you need to have a good goalkeepers. Yani timu kama Yanga inapaswa kuwa na magolikipa wazuri. Kwa mfano ukiwa na goalkeeper kama Aishi Manula, ina maana hata kama Amas Abasogi atashindwa kufanya vizuri, bado Aishi anaweza kukusaidia kupunguza zile changamoto kwenye eneo la goalkeeping, na mambo yanaweza kwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo naamini kwamba kwa performance bora ambayo Simba wanayo, kwa performance bora ambayo Yanga wanayo, hata kama ataondoka Djigui Diarra bado haiwezi kuwa tatizo kubwa, kwa sababu
wanaweza kupata golikipa mwingine mzuri ambaye anaweza kuja na kufanya vizuri zaidi. So tusubiri tuone mpaka mwishoni mwa msimu itakuwaje, lakini kwa taarifa ambazo zipo mpaka sasa ni kwamba Djigui Diarra ataondoka Young Africans na ataenda kutafuta changamoto sehemu zingine.